Kwa jina naitwa Heradius Mnyavanu, ni kaimu meneja wakala wa vipimo mkoa wa Mwanza. Nimeshiriki katika maonyesho ya kitaifa ya teknolojia ya madini mkoa wa Geita. Kwa hiyo tuko hapa pia ni katika kutoa elimu kwa wadau mbalimbali, kwa watu mbalimbali wanaopita katika ili eneo letu, ili banda letu, kwa ajili ya kuwaelimisha kuhusu masuala ya matumizi sahihi ya vipimo, especially mizani inayotumika kwenye tasnia ya madini, pia hata katika biashara zingine kwa ujumla. Sasa tunapenda pia kuwafundisha au kuwaelimisha wateja wetu kwamba ni kwa jinsi gani wanaweza wakagundua kwamba mizani inayostahili kutumika katika biashara ya madini ni mizani ya namna gani. Basi hizo mizani zinakuwa pia zinapokuwa zimehakikiwa zinakuwa zimebandikwa stika ya wakala wa vipimo. Kwa hiyo hicho pia ni kitambulisho cha kwanza ambacho anaweza akabaini. Baada ya kuona ile stika ya wakala wa vipimo, basi ahakikishe ile ni kujiridhisha kwamba tayari ile mizani inakuwa imehakikiwa na ofisi ya wakala wa vipimo. Kwa hiyo ile mizani inakuwa tayari iko vizuri kwa ajili ya matumizi ya biashara. Pamoja tukiachana pia na hiyo sekta ya madini, kuna vipimo mbalimbali ambavyo taasisi ya wakala wa vipimo inasimamia, ikiwa ni pamoja na kuhakiki mita za maji, kuhakiki bidhaa zilizofungashwa za ndani ya nchi, viwanda vya ndani, pia kuhakiki bidhaa zilizofungashwa zinazotoka nje ya nchi. Sasa kwa vipimo, kwa mfano sasa hivi tuna pia pima mita za maji. Kwa hiyo wanaotumia mita za maji wahakikishe kwamba zina siri ya wakala wa vipimo. Kwa hiyo mteja kabla hajafungiwa mita ya maji ahakikishe mita imehakikiwa na wakala wa vipimo na kuna siri ya wakala wa vipimo. Na endapo akikuta kwamba ile siri ya wakala wa vipimo haipo, basi kwa Tanzania nzima ofisi za wakala wa vipimo zipo kila mkoa. Kwa hiyo wasiliane na ofisi za vipimo mikoani, wataweza kuelimishwa na zile mita zitaweza kufanyiwa kazi, na kama endapo kutatokea kwamba kuna mapungufu hazijawahi hakikiwa, basi zitaweza kuhakikiwa, kwa sababu hilo ni jukumu mojawapo ya wakala wa vipimo, kuhakikisha kwamba mita zote za maji zinazofungwa nchini kwa ajili ya matumizi lazima zihakikiwe na zifungwe siri ya wakala wa vipimo. Kwa hiyo pia ni rai yetu kwa wafanyabiashara wanaosambaza mita za maji, hawaruhusiwi kusambaza mita za maji pasipo kuwasiliana na ofisi ya wakala wa vipimo, ili tuweze kubaini, je, hizo mita zinafaa kwa ajili ya matumizi ya biashara au hazifai kwa ajili ya matumizi ya biashara. Tunafanya hivyo ni kwa ajili ya kumlinda mlaji ili aweze kupata kipimo ambacho ni sahihi. Tunapenda pia kuwakaribisha wananchi wote waweze kujua umuhimu wa vipimo, waweze kujifunza, kwa sababu sasa hivi teknolojia inabadilika. Kwa hiyo hata teknolojia pia za vipimo zinabadilika pia, na udanganyifu pia kwenye vipimo nao unabadilika. Kwa hiyo sasa wanapokuwa wamejifunza, kwa wananchi, kwa hii elimu tunayowapatia, nao pia ni rahisi pia kuweza kugundua na kuweza kubaini ni kipimo kinapokuwa kimechezewa kinakuwa kipo katika hali gani, na wanapokutana na hayo mapungufu kwamba ni sehemu gani ya kuripoti. Kwa hiyo pia tunatoa elimu kwamba sisi wakala wa vipimo kama taasisi ya serikali, basi waweze kuripoti katika ofisi ya wakala wa vipimo, na sisi tutaweza kufuatilia mara moja na kuweza kubaini hayo mapungufu na kuhakikisha kwamba vipimo sasa viko sahihi na wananchi sasa watapata vipimo ambavyo ni sahihi.